Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimemwandikia barua Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kufuatia hali ya kisiasa juu ya uchaguzi mkuu wa Tanzania uliofanyika miezi kadhaa iliyopita. Uchaguzi ambao sambamba uliambatana na maandamano, mauaji pamoja na vurugu za uchomaji wa mali za umma na mali binafsi. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinataka uchunguzi huru kufuatia matukio hayo, licha ya mwakilishi wa Umoja wa Mataifa ambaye ametoa hapa nchini Tanzania kuzungumza na viongozi wa kisiasa, viongozi wa serikali, pamoja na kuchambua taarifa kwa kina na kuzirudisha kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Lakini kuna wasiwasi mkubwa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema kwamba hakimwamini mteule huyo wa Antonio Guterres kufuatia uhusiano uliokuwepo kati ya Asha Rose Migiro pamoja na mwakilishi huyo wa Umoja wa Mataifa kuja kufanya mazungumzo na viongozi wa kiserikali, viongozi wa siasa pamoja na watu mbalimbali mashuhuri kufuatia matukio yaliyojiri miezi kadhaa iliyopita kupata suluhu ya kudumu na upatanishi katika demokrasia nchini Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwa niaba ya uongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ninaandika ili kukiri rasmi na kuthibitisha mkutano uliofanyika tarehe 10 Machi 2026 huko Dar es Salaam kati ya ujumbe wa chama na mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa Parfait Onanga Anyanga. Ujumbe wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema uliongozwa na Katibu Mkuu Bwana John Mnyika na mshauri mkuu wa kisheria Dr. Lugemeleza Nshala. Mkutano huo ulifanyika kwa ombi la mjumbe wako kama sehemu ya mashauriano yake na wadau wa siasa na wengine kuhusu mgogoro unaoendelea wa kisiasa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakati wa mkutano tulieleza wasiwasi wetu mkubwa kuhusu ukandamizaji wa kikatili wa maandamano ya wananchi yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025 na baadaye wakati vikosi vya usalama vya serikali vilivyotumia nguvu ya kuua dhidi ya wananchi wasio na silaha waliokuwa wakipinga uchaguzi wa wizi na uliozoroteshwa kulingana na taarifa zilizokusanywa kutoka kwenye vyanzo vya kuaminika. Hatua hizi zilisababisha kuuawa kwa zaidi ya wananchi 2000 na kuacha maelfu wengine wakijeruhiwa vibaya. Tulimjulisha mjumbe kuhusu madai ya kutisha na ya kuaminika kuhusu majaribio ya kuficha ukubwa wa mauaji hayo. Ripoti zinaonyesha kuwa waathirika wengi walizikwa kwenye makaburi ya halaiki, wakati wengine walizikwa nyuma ya viwanda, ikiwa ni pamoja na kuchoma maiti ndani ya viwanda vya saruji katika jaribio la kuondoa ushahidi wa makosa yaliyofanywa. Madai haya yanahitaji uchunguzi wa haraka na jumuiya huru za kimataifa. Pia tuliongelea kuendelea kufungwa kwa mwenyekiti wa kitaifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ambaye bado anashikiliwa katika gereza la Ukonga kwa mashtaka tunayoamini kuwa ya kisiasa na ya kubuniwa ya uhaini. Kwa sasa anashikiliwa chini ya hali nzito, ikiwa ni pamoja na kutengwa kwa muda mrefu, vikwazo vikali kwa wageni na uchunguzi wa mara kwa mara gerezani chini ya kamera. Hatua hii inatukumbusha hali aliyopitia Nelson Mandela wakati wa kifungo chake. Ujumbe wetu pia ulisisitiza uharibifu unaoendelea wa uadilifu wa uchaguzi nchini Tanzania tangu kuanzishwa tena kwa siasa za vyama vingi mwaka 1992. Uchaguzi uliofanyika kati ya mwaka 1995 na 2015 ulidanganywa mara kwa mara, wakati michakato ya uchaguzi ya mwaka 2019, 2020, 24 na 25 haiwezi kuonekana kuwa ya kuaminika, bali ni mazoea ya udanganyifu wa uchaguzi bila uwazi, haki na uhalali. Kwa hivyo tulisema wazi kwa Chama cha Mapinduzi na serikali chini ya Daktari Samia wanabeba jukumu la mauaji ya watu wengi tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zilizofuata, yaliyofanywa kupitia kupelekwa kwa polisi na vitengo vingine kwa kutumia silaha dhidi ya waandamanaji wasio na silaha wanaodai uchaguzi huru na wa haki. Tulimjulisha mjumbe kwa serikali imechukua hatua za kimfumo ili kudhoofisha shughuli za kisiasa za Chadema. Hatua hizo ni pamoja na kukamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa mwenyekiti wake, kukataa kutambua katibu mkuu wa chama na wanachama kadhaa wa kamati kuu, kufungia ruzuku za umma zilizoidhinishwa kisheria na vikwazo vya mahakama vinavyozuia chama kufanya kazi kwa uhuru. Kutokana na maendeleo hayo, Chadema imewasilisha maombi haya kwa heshima. Kwanza, kuachiliwa mara moja na bila sharti kwa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu na kurejesha haki zake za msingi, kuondolewa kwa vikwazo vyote vilivyowekwa kwa Chadema ili kuwezesha chama kufanya kazi kwa uhuru chini ya sheria, kuanzishwa kwa tume huru isiyo na upendeleo na ya kimataifa inayoaminika ya uchunguzi wa mauaji Oktoba hadi Novemba 2025. Uchunguzi huo lazima uchunguze makaburi ya halaiki, madai ya uharibifu wa maiti na juhudi zingine za kuficha ushahidi, na kuwajibishwa kwa wale waliopanga, waliofadhili, waliotoa amri na waliotekeleza mauaji hayo. Pia tulitaka uchunguzi uhuru wa kimataifa kuhusu muundo wa mauaji ya kinyume cha sheria na kutoweka kwa watu
tangu mwaka 2015. Rekodi pia zinaonyesha zaidi ya visa 250 vilivyothibitishwa, ikiwa ni pamoja na visa 52 vilivyoripotiwa wiki chache kabla ya uchaguzi wa Oktoba 2025, na visa zaidi vinaendelea bila uchunguzi wa kuaminika. Chadema inasisitiza kuwa haitambui uhalali wa uaminifu wa uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025 na matokeo yake yaliyotangazwa. Kwa hivyo tunataka uchaguzi mkuu mpya ufanyike chini ya mifumo ya kikatiba na ya uchaguzi iliyorekebishwa kikamilifu, ikisimamiwa na taasisi huru na za kuaminika zinazoweza kuhakikisha mapenzi ya wananchi wa Tanzania. Hata hivyo, tunawasilisha kuwa jamii ya kimataifa inaweza kutoa upatanishi na mfumo wa uwajibikaji ulioanzishwa baada ya ghasia za uchaguzi wa mwaka 2007-2008 nchini Kenya chini ya uongozi wa marehemu Kofi Annan, na pia kutoka kwa mfumo wa ukweli wa upatanishi uliotekelezwa Afrika Kusini ambao ulifanikiwa kutafuta ukweli, haki na upatanishi wa kitaifa. Vipengele vya mifano hii ya kimataifa inaweza kutoa njia za kujenga kwa kushughulikia mgogoro wa siasa za Tanzania. Pia tulieleza na tunaendelea kueleza wasiwasi wetu mkubwa kuhusu tume ya rais ya uchunguzi iliyoanzishwa na serikali na kuongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Othman Chande, kwa kuwa wanachama kadhaa wa tume hiyo ni maafisa wa sasa au wa zamani wa serikali au CCM. Baadhi yao wanaweza kuhusika katika mambo yanayochunguzwa. Tunaamini tume hiyo haina uhuru wa kutosha kutoa haki. Hatimaye tunatoa wasiwasi wetu kuhusu kuna uwezekano wa upendeleo kwa mchakato unaoongozwa na mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Bwana Parfait Onanga-Nyanga, kwa kuzingatia uhusiano wake wa awali wa kikazi na Dr. Asha Rose Migiro ambaye kwa sasa ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Ingawa tudai ushawishi wa moja kwa moja, uhusiano huu unazua wasiwasi halali kuhusu imani ya umma katika mchakato unaoongozwa na Bwana Parfait. Kwa hivyo tunaomba kuheshimu ofisi yako iweze kuanzishwa komisheni huru ya uchunguzi wa ukweli ya Umoja wa Mataifa inayojumuisha majaji na wataalamu wanaoheshimika kimataifa iliyo na mamlaka kubainisha ukweli kuhusu matukio Oktoba hadi Novemba 2025 ya vurugu, muundo mpana wa kutoka kwa watu tangu 2015 na mabadiliko ya katiba. Chadema inabaki imara katika kujitolea kwa amani na suluhu ya kidemokrasia ya mgogoro wa kisiasa unaokabili nchi yetu. Tunaamini kwa mchakato unaotegemea ukweli, uwajibikaji, upatanishi na marekebisho ya kidemokrasia sawa na uzoefu wa Kenya na Afrika Kusini ndio njia bora zaidi kwa Tanzania kuelekea haki kwa waathirika na utulivu wa kudumu wa kitaifa. Chama chetu kiko tayari kushirikiana kikamilifu na utaratibu wote wa kimataifa unaoaminika unaolenga kuhakikisha ukweli, haki na uwajibikaji. Walidai hivyo Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema.